Karibu katika uchambuzi wa tamthilia bomba ya Mtoto wa Ajabu, ambayo tumeweza kuona matukio makubwa au tukio kubwa ambalo limeweza kujiri katika tamthilia bomba hii ya Mtoto wa Ajabu. Lakini bwana, kubwa zaidi ni ambalo tumeweza kuona baada ya msukuma wetu ambaye baada ya katika harakati zake akitoka katika mishemishe zake bwana, anamkuta mke wake yuko pamoja na msela mtaani bwana. Sasa hii inaleta moment gani, na huyu mwamba ataamua kufanya maamuzi gani? Kwa sababu tunaona kwa sasa ameanza kuwa na wivu na mke wake, lakini baada ya kumkuta katika situation, baada ya tukio lile mwamba alipofika pale nyumbani na kumchukua mke wake na kuondoka naye bwana, hii imeleta wivu kwa ndani ya moyo wake. Naona mpaka sasa amebadilika mwamba huyo ambaye ni msukuma bwana, lakini tunaona kwa macho namna ambavyo akiangalia kiufupi, yani kama ana jambo fulani anakusudia kulifanya bwana. Hapa kuna kivumbi ambacho kinakwenda kujeri katika tamthilia bomba ya Mtoto wa Ajabu. Lakini pia tunaona upande wa pili ambapo tumeweza kumuona Kidege baada ya Jeni kufika katika nyumba yake na kuweza kumletea shida. Tunaona alihitaji kuwa amedhamiria tena kuweza kumuua, kwa jaribu tena katika jaribio lao la kuhitaji kumuua kabisa Kidege. Lakini tunaona kwa msaada wa mtoto ambaye anaitwa Baby Supu aliweza kutoa msaada hapo katikati. Baada ya hapo Kidege akarejea tena na kuwa hai. Sasa tunaona lakini kwa jitihada zote ambazo mtoto huyu anaendelea kupambana na kutoa msaada, lakini tunaona bado Kidege haoni lolote na hajui kwamba anayemtetea ni nani. Lakini tunaona baada ya msukuma kuweza kutoka kuweza kufika na kukutana na mwamba wetu ambaye anaitwa Bubu Mfupa, ambaye tunaona ameweza kucheza karakta vizuri sana baada ya tukio lile ambalo tunaweza kuliona katika episodi za nyuma, baada ya kuingia katika bafu akiwa naoga mke wake na msukuma. Sasa tunaona ilileta mtafaruku mkubwa katika ndoa ya bidada ambaye ni Farida. Sasa tunaona mwamba baada ya mwamba wetu huyo ambaye ni msela wa mtaani kumchukua mke wake na kuondoka naye, mwamba akajua tu hao wameenda kufanya mambo yao, lakini kumbe sio kweli. Ni mwamba tu aliamua kufanya hivyo kwa ajili ya kufanya hisani ya kumpeleka mke wake na msukuma kwa ajili ya kupata nini? Chakula. Sasa tunaona kwamba mwamba ameamua kuja kukalipia na kuona kama ilikuwa ni dharau sana aliyoifanya, lakini tunaona kwamba yeye before ndio alisema mchukue na uondoke naye, lakini tunaona sasa wivu imeanza kumuingia, ule upendo wa kweli ambao uliokuwa ndani yake unaanza kuamka tena. Lakini tunaona yeye aliamua kufanya kitendo cha kuamua kuoa ili mradi kumkomoa mke wake, lakini sasa tunaona mambo yameanza kuchipuka tena, mambo yameanza kubadilika huko upande huu sasa. Mpaka sasa hivi hatuelewi nini ambacho itakuwaje. Lakini pia tunaona upande wa pili ambapo tunamwona Kidege akipokezana sana. Tumeweza kuona tukio hili ambalo Kidege akipokezana sana na mtoto huyu ambaye anaitwa Baby Supu. Lakini tunaona Kidege namna ambavyo kinachomsumbua kiufupi ni wivu na roho mbaya, kwa sababu tunaona ni namna pia ambavyo wanavyoweza kuwachukulia watoto hawa, kwa sababu Kidege Baby Supu kwa namna ambavyo walivyomchukua ni kama mtoto ambaye ni wa mtaani. Sasa tunaona namna na picha anavyowachukulia watoto wa mtaani ni watu ambao hawastahili kuishi maisha mazuri, ni watu ambao wasiofaa hata kula chakula kizuri. Ndio namna Kidege anavyowachukulia watoto wa design hii. Lakini kiufupi hata wao wana haki, kwa sababu na wao walikuwa na wazazi kama namna hiyo. Tunaona maisha ambayo anaishi Baby Supu katika nyumba hii ya kina Beni, ambayo anaishi kwa mateso makubwa. Kiufupi haelewi nini ambacho kinaendelea, maumivu na mateso yanaendelea katika nyumba hii. Kiufupi ni changamoto kwa upande wake. Lakini tunaona kwa upande wa pili ambapo tunaona bidada Farida baada ya kuenda kukutana na Bubu Mfupa, tunaona aliweza kukubali mpango wa kuweza kufanya mpango ule wa kuonesha kama wana mahusiano, ili mradi kuweza kuteka moyo au action kwa mume wake. Sasa je, unahisi mchezo huu vipi utakuwaje? Kwa sababu tunajua mahusiano sio kitu cha kuchezea, na tukumbuke pia ukaribu ndio huwa unatengeneza kila kitu, na mahusiano huwa ni ukaribu. Sasa kwa momenti hii ambayo wanahitaji kutengeneza, au kwa kitu hiki ambacho, au mchezo huu ambao wanataka kuucheza, vipi madhara yake yatakuwaje? Kwa sababu tunajua mahusiano huwa yanatengenezwa na ukaribu, na tunaona vitu hivi ambavyo wanataka kuvifanya au kuvicheza katika wakati huu vinaweza vikawa na madhara makubwa, na kuna tukio kubwa au bomu kubwa ambalo linaweza kulipuka baadaye, kwa sababu endapo baada ya michezo yao hii baadaye pakawa na kitu ndani ya moyo sasa kwa kila mmoja, hisia zikaamka za kweli. Unajua mahusiano ni kitu ambacho
ni cha ajabu na cha tofauti sana. Sasa mchezo huu naona pia utaenda kuleta madhara, pengine inaweza kawa msaada katika ndoa, lakini pia upande wa pili bidada mrembo akajikuta tayari anampenda nani, mpupa au msela wa mtaani. Sasa hapo ndo kivumbi kinapoanzia na nini ambacho kitakwenda kujiri katika tamthilia ya bomba hii ya mtoto wa ajabu. Bwana, hii ni tamthilia ya bomba ya mtoto wa ajabu, lakini pia nikukumbushe kusubscribe katika chaneli yetu pendwa hii ili kuweza kupata updated mpya kila siku, lakini pia nikukumbushe kwamba mambo yanazidi kuwa ni moto katika tamthilia hii bomba. Lakini sasa swali ni kwamba tunaangalia Jeni ni mtu ambaye aliagizwa na ndugu yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anamuua Kidege, lakini sijui sababu ni nini na aliwakosea nini Kidege ndugu zake ambao wanafikia hatua ya kuhitaji mpaka kummaliza. Na sasa swali lingine ni kwamba vipi kuhusu Msukuma ambaye ameweza kumuona mke wake yuko na muhuni katika maeneo